Nchi ya Iraq ni nchi ya historia, na Mtume Yunus alikuwa Iraq katika mji unaitwa Mosul na katika kijiji cha Ninawa. Mosul ndani kuna kijiji kinaitwa Ninawa, ndipo alipotoka Mtume Yunus alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Na hapelekwi mtume mahali isipokuwa kumeharibika. Tizama watu wa Makka walivyorakiz katika ibadati al-asnam, wakamshirikisha Mwenyezi Mungu, wakatengeza miungu ndani ya Al-Kaaba. Kukawa na miungu 360 masanamu tu. Ikawa watu wanazikwa watoto wa kike wakiwa hai. Maana ufuska ukawa ndo umetanda katika nchi ya Makka, min shamaliha ila gharbiha wa min janubiha ila sharqiha. Hapa ndipo alipoona Mwenyezi Mungu iko haja ya kupelekwa mtume kuwakataza shirki, wasiue watoto wao, waishi kiislamu na kiubinadamu na ubora wake. Sasa ukiona mahali anapelekwa mtume, ujue hapo mahala kuna matatizo, watu wamechupa mipaka. Sasa Mtume Yunus anapelekwa kwa watu wa Ninawa au watu wa Mosul, ambao vile vile walikuwa wamechupa mipaka katika maasi. Akaendesha njia ya da'wa kama walivyoendesha ndugu zake mitume alayhimus salatu wassalam, na uslub ni ile ya qaumi ibudu llaha wattaquhu wa ati'un, ndio ile muogopeni Mwenyezi Mungu, mtiini katika amri zake na katika makatazo yake, na munisikilize mimi ambaye ni mtume wenu. Mimi kazi yangu hii, la as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala Allah. Mwenyezi Mungu kanileta akasema nisichukue kitu kutoka kwenu, ujira wangu wote kaudhamini yeye. Kwa hiyo nyie mnachokihitaji kwenu muamini tu haya mambo na mutengeze vizuri khulqa zenu. Na hii ndio ilikuwa kazi ya Mtume Yunus alayhi salam. Lakini da'watahu lam tajid adhanan saghiyatan wala quluban wa'iyatan, kama ada ya mijitu mitakabbir. Dawa ya Mtume Yunus haikupata masikio masikivu wala nyoyo zenye uvumilivu wa kusubiri yale makero yanayokera katika moyo, lakini ni njia njema. Hawakuwa hivyo. Fa'anaju watakabbaru wakadhabu, wakafanya kibri, wakamkataa Mtume Yunus kama ni mtume, na wakawa ni wenye kumpa mgongo, hawataki kumsikiliza. Sayyidina Yunus akamwambia, ya Rabb, waja wako nimekwisha kuwaambia lakini hawakunisikia. Mwisho wananikataa kama mimi mtume, na inawezekana wananikataa kwa kibri na inada na takabur. Sasa nakuachia mwenyewe waja wako. Mwenyezi Mungu akamwambia Yunus, waadharishe watu wako na adhabu, tena wapi dalili zake kwamba kama hamtoniamini basi baada ya siku 3 kutoka leo utakuja adhabu kali. Na adhabu hiyo ina aina ya alama ambazo mtaziona mwanzo kabla ya adhabu kufika. Wapi habari hiyo? Yunus kakusanya watu wake, nimenadi nikinadi, nikikutahadharisheni, nikikuelezeni utukufu wa Mola wangu, nikikatazeni mabaya, nikikuamrisheni mema, lakini hamjanisikia. Sasa yule alonituma anasema adhabu inakuja, natija ya nyie kutonisikiliza, adhabu inakuja. Na adhabu yenyewe ni kwamba baada ya siku 3 kutoka leo mtamiminiwa adhabu kama walivyoangamizwa waliopita kabla yenu, na alama zake hizi. Akazitaja alama za adhabu, introduction, kwamba siku 3 kishafika adhabu inamiminika. Sasa kisa hiki kilielezwa katika sura As-Saffat, na vile vile kimezungumzwa kidogo katika suratu Yunus, na vile vile kimezungumzwa katika sura nyingine kama suratul Anbiya. Na pale Mtume sallallahu alaihi wasallam
alipoambiwa fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut, pia pale alikuwa anaelekeza katika kisa cha Nabii Allah Yunus alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kwa hiyo kisa hiki ndani yake kina mafundisho mengi, na ndani yake kina njia nyingi ambazo mwanadamu anatakiwa ajifunze kutokana na habari hii. Sio mujarrad wa taslia, sio entertainment peke yake. Kuna mafunzo makubwa katika kisa cha Mtume Yunus alayhi salam. Nini kilichotokea? Allah anasema wa inna Yunus laminal mursalin idha abaqa ila alfulki almashhun fasahama fakana min almudahadin faltaqamahu alhut wa huwa mulim. Katika suratu Safat Mwenyezi Mungu anasema na hata Yunus naye laminal mursalin, ni mmoja katika mitume waliotumwa. Rasul katika Qur'an wametajwa 25 rasul. Tumesema adadul anbiya'i kulluhum, mitume wote ambao Mwenyezi Mungu amewatuma ni 124,000 nabi, yani 124,000 ndio mitume wote ambao Mwenyezi Mungu amewaleta kwa viumbe. Katika hao kuna 313 wanaitwa rasul, 313 au 14 katika riwaya wana jina la rasul. Waliobakia wao ni anbiya, yani kuna tofauti kati ya nabii na rasul. Kwa hiyo ukisikia anaitwa rasul automatic anakuwa nabii, lakini akiwa nabii hawezi kuwa rasul, na ana cheo kikubwa rasul. Na ndio maana ametajwa katika Qur'an tafsila. Mwenyezi Mungu amewataja kutoka Adam mpaka Nabii Muhammad, hawa ndio wanaitwa rusul. Na katika hao 25 kuna ulul azmi min ar-rusul ambao ni Nabii Nuh na Ibrahim, Sayyidina Nuh, Ibrahim, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Isa, Sayyidina Musa. Na anasema ulul azmi min ar-rusul, heshima yao kubwa hawa kuliko mitume wote wengine waliotangulia. Sasa Mtume Yunus naye anatajwa kwamba huwa minal mursalin, wa inna Yunus laminal mursalin, wa inna Yunus laminal mursalin idha abaqa ila alfulki almashhun fasahama fakana minal mudhadin. Na hakika we Muhammadi unatakana umtambue Yunus kwamba naye ni miongoni mwa mitume. Alipoelezwa Yunus kisa chake kwamba alikimbia akawaacha watu wake akaenda baharini, watu wengine qallalu min sha'nihi, walianza kusema kumbe Yunus basi hana ubora wote, kumbe Yunus kadha. Mtume akasema la, asiseme mtu akasema ana Yunus ana khairun min Yunus ibn Matta. Asitamke mtu akasema mimi Muhammad ni bora kuliko Mtume Yunus mwana wa Matta. Si kwa sababu kafanya kosa hili tu ambalo mtu akaliona ni kosa zito kiasi kwamba akavunja heshima ya Nabii Yunus. Mtume anasema la, mtu asije akasema mimi ni bora kumliko Mtume Yunus. Hii ni tawadhu ya bwana Mtume Muhammad. Asiseme mtu kwamba Yunus hana ubora wote, Mtume Muhammad ni bora kuliko yeye. Mtume ni bora, lakini nasema mtu asinirefushe kanifanya mimi bora kuliko Yunus, labda kwa sababu ya mambo fulani fulani aliyofanya Nabii Yunus. idh abqa ila alfulki almashhun, Nabii Yunus alipoambia watu wake kwamba jamaa, adhabu itakuja baada ya siku 3, siku 3 hazijatimia, akafunga virago vyake, akachukua nguo zake, akachukua mizigo yake, akaelekea anakokujua mwenyewe, kaachana nao. Hamtaki kuniamini? Watu jufata alqulub kusata alakbar, hamtaki kusikia dawa, mimi nakwenda, adhabu itakuteremkieni peke. Hapo mtajua wenyewe la kufanya. Hapo Yunus amehamaki, na Yunus kuna hasira kiasi ya kutaka hasa kukaa pamoja na watu wabaya kama hao, akaamua kuwahama moja kwa moja, akaondoka.
kafika mpaka katika Gaza ukingoni, katika sehemu kuna bahari, yani Gaza ni wanaita bank, sio Palestina. Baharini ikabidi sasa achukue chombo aelekee anakotaka kuelekea, awaache watu wake kule. Akapata msaada katika chombo, watu wakampa lift. Chombo kimeshehena wasafiri na Yunus akawa mmoja wao. Chombo kikapigwa moto kikaondoka, kimefika deep sea huko, kinapigwa mawimbi makali, kinakwenda mrama, kinataka kuzama. Chombo kinaingia maji sasa. Na wakati ule watu walikuwa na itikadi kwamba chombo kinapopigwa na mawimbi kikaenda mrama, wani dalili kwamba ndani kuna mtumwa amemkimbia bosi wake, kaondoka bila ya kuaga. Kwa hiyo inafanywa maarifa mpaka ajulikane ni nani aliyetoroka. Akipatikana anatoswa katika bahari, watu wanapata salama. Bora afe mtu mmoja kuliko kufa jahazi zima. Kwa hiyo nahodha alipokiwa na chombo kikaenda mrama, akatangaza, akasema, jamani, fi hauzatina abidun abiqun, tunaye mtu hapa kamkimbia bwana wake. Na ilikuwa ni Yunus, kamkimbia bwana wake Mwenyezi Mungu. Kamkimbia vipi? Yeye kaondoka pale katika nchi bila taarifa, na mitume alikuwa anapewa instruction kwanza. Tizama Nabii Lut kaambiwaje, fa asri bi ahlik bi qit'in min al-layl wa la yaltafit ahadun minkum illa imra'atan. Leo usiku ondoka, amri hiyo kapewa. Mtizame Mtume Muhammad yuko katika nchi ya Makka, lakini bado anaulizwa na Abu Bakr, ya Rasulullah, vipi? Akamwambia, Mwenyezi Mungu hajatoa amri, bado nipo nasubiri amri kutoka kwake. Sasa akashuka Jibril akamwambia, ya Muhammad, inna al-laylata laylatul hujum fala tabit ala firashika alladhi kunta tabitu alayhi. Usiku wa leo ni usiku wa mashambulizi, tunakuonya vikali, usije ukathubutu kulala katika godoro lako ulikuwa unalala. Hama, toka. Niende wapi? Nenda zako Madina. Ilikuwa ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Musa anatoka Misri, anatoka Palestina, anavuka anakwenda zake, anatoka Misri anakwenda Madian na kurudi tena Misri. Zote zilikuwa ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya adhabu ya kuadhibu Bani Israil pale Misri na Firaun, mwisho Musa aliamua kuhama, lakini si kwa amri yake, kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kuambia waj'alu buyutakum qibla, zitieni alama nyumba zenu, zifanyeni misikiti, mtajeni Mungu kwa wingi. Baadaye akapewa amri, toka sasa na wana wa Israeli. Wakaondoka katika nchi ya Misri, ukahama, wakaja zao Maqdis. Ilikuwa ni amri, hakuna mtu alitoka katika nchi yake bila ya amri. Sasa Nabii Yunus anaondoka bila taarifa. Sasa Mwenyezi Mungu anasemaje? Fasahama fakana min almudahadin. Nahodha anasema, innana, hakika sisi tulokuwa ndani, maana abidun abiq, maana abidun abiqun, yuko mtumwa ambaye kakimbia, ni mkimbizi na lazima tumtambue. Ipigwe kura. Kapigwa kura ndani ya jahazi, chombo kinaenda mrama, jamaa wanapiga kura. Kura ikamwangukia Mtume Yunus kwamba yeye ndo mkimbizi. Watu wakamstahi, huyu tunamjua sisi, labda katika leo lugha leo kusema VIP. Ndo VIP tumtose? Very important person tumtose? Mheshimiwa fulani tumtose? Mheshimiwa Yunus ibn Matta tumtose? Allah, haiwezekani. Pigeni kura, pengine itamwangukia mlala huyo yoyote. Ikapigwa kura, ikapigwa ikamwangukia Yunus tena. Kura haitaki. Tizama kama Mwenyezi Mungu sema, anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma uridu fa in sallamta li al-amra fima uridu kafaituka ma turidu wa in lam tusallim li al-amra fima uridu ata'abtuka fima turidu wa la yakunu illa ma uridu.
Anasema wewe unataka na mimi nataka, wewe unataka yako na mimi nataka yangu. Mungu anakuambia wewe una yako mangapi unayataka yawe? Mengi tu. Na Mungu ana yake anayataka yawe. Anta turidu wa ana uridu. Sasa je, yako yatakuwa la wala yakunu illa ma uridu? Anakuambia yako hayao isipokuwa yale ninayoyataka mimi. Kwa hiyo lipi linalotakana hapo? Fa in sallamta li al-amra fima uridu, wewe ukisalim amrika yale ninayoyataka mimi Mwenyezi Mungu, basi kafaitu kama turidu, na unayoyataka nayo nitayatengeza yatakuwa mazuri. Wa in lam tusallim li al-amra fima uridu, na kama usalima amri kwa ninayoyataka, basi ataabtuka fima turidu, na unayoyataka nitakupa shida, nitakudhiki katika yale unayoyataka. Tena yatakuwa la wala yakunu illa ma urid, na hayatakuwa hata moja isipokuwa yale yale ninayoyataka mimi ndio yatakayokuwa. Sasa watu wanataka kumkwepesha Yunus kwa sababu yeye ni VIP. Pigeni tena kura, ikapigwa mara ya pili muumbilia Yunus. Nahodha akasema jamaa, pigeni kura kwa mara ya tatu, ikimwangukia Yunus tutamtosa hivyo hivyo, na utume wake tunamtosa. Ikapigwa kweli mara ya tatu, ikamwangukia Yunus. Yunus akasema kabla hamjanitosa nitajitosa mwenyewe. Bora ujitose mwenyewe, kwa sababu ukikutosa watu sijui utaangukia kimdomo mdomo kichwa kichwa. Bora ujitose mwenyewe, utatafuta style yoyote ya kuruka utajitosa. Nabii Yunus akavua nguo zake akapiga mbizi katika bahari. Alipopiga mbizi tu Mwenyezi Mungu akamtuma samaki, akamwambia ya Hut, Yunus anakuja huyo, lakini innahu laysa birizq, sio chakula chako hicho. La tuksir lahu azman wala tuhdish lahu lahman. Angalia, Mwenyezi Mungu anamwambia chewa, anakuja kiumbe huyo, ni mtume, ni Yunus, usikate hata mfupa mmoja wa mwili wa Yunus, usivunje hata mfupa, wala usichune nyama ya mja huyu anayekuja sasa hivi. Innahu laysa laka birizq. Kwanza hiyo sio riziki yako, sio kwamba tunakuletea iwe ni chakula kwako, la, tunataka kidogo Yunus tumpeleke katika masaibu na misukosuko na mitihani. Fasahama fakana min almudhadin, yani sahama naye kashiriki katika upigwaji wa kura. Fakana min almudhadina, akawa miongoni mwa walioshindwa. Kura imemwangukia yeye. Kura zilianza zamani kupigwa, lakini kura hii ni eneo alfarid, mtu anatoswa katika bahari. Fakana min almudhadin ay min almaghlubi, akashindwa, akaangukia yeye kutoswa, akatoswa baharini. Alipotoswa tu Allah anasema, kamera ya Qur'an inatuambia faltaqamahu alhutu wa huwa mulim, akaja samaki akammeza mtume Yunus, na hali anamiminiwa mtume Yunus lawama za kulaumiwa kwa kile kitendo alichokifanya, kuwaacha jamaa kule peke yao, na yeye akaondoka bila ya kupewa ruhusa. Allahu akbar. Nabii Yunus sasa yuko katika ulimwengu mwingine, fi alam alhut, yuko katika ulimwengu wa chewa. Samaki huyu mkubwa amemmeza mtume Yunus, na baada ya kummeza yeye kaja chewa mwingine mkubwa kuliko yule, akammeza yule aliyommeza mtume Yunus. Akawa yeye yuko ndani ya chewa, na chewa yuko ndani ya chewa mwingine, na chewa yuko ndani ya bahari. Yunus yuko katika viza vitatu: kiza cha chewa wa kwanza, na kiza cha chewa wa pili, na kiza cha bahari. Nani aliyofanya haya yote? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayataka yake yawe. Ya Ut, la tuksir lahu azman wala tukdish lahu lahman fa innahu laysa birizqik. Huyo anayekuja huyo, usichane mfupa, usichane nyama yake, kwani si riziki kwako, tumekupa kwa muda maalum. Akawa anazunguka naye, akizunguka naye ndani ya bahari.
Subhanallah, huku watu wameziona alama zote alizozitaja Yunus alayhi salam, kwamba adhabu sasa hivi itamiminika. Watu wakapatiliza, wakasema jamaa, Yunus sasa ametuambia ukweli, na kweli sisi ni wakosaji. Sasa kama ni wakosaji, tutafanya nini? Turudi kwa Mwenyezi Mungu, mtafuteni Yunus. Yunus anatafutwa kila pembe, anatafutwa haonekani, mtume hayupo. Sasa tufanye nini? Turudini kwa Mungu. Yunus alikuwa anatuambia kwamba Mungu yupo na hivyo turudini kwake haraka sana kabla adhabu hii haijamiminika. Sasa tufanye nini? Kaambia watoto wote sasa hivi walizeni kwa makusudi, mama mwekeni kusikia kwa vilio vya watoto, na sio kulia kwa watoto tu, watu wazima walie, vijana walie, wanaume walie, wanawake walie, mpaka mbuzi kama kazaa leo mtoto wake, mwekeni huko mbuzi huku, mama huko, ili mbuzi nao wapate kushirikiana na sisi katika kilio. Mungu asikie vilio vyetu. Tunawaambia Mungu, tunatubu ya Rabb. Walizua mbinu ya kutubu kwa Mwenyezi Mungu. Tizama, watu wa Yunus wanataka kutubu dhambi zao. Waislamu, kuna kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu ambacho ni tauba. Kuomba toba, mtu kuomba msamaha kwa yale yaliyopita. Hiki ni kitu muhimu sana. Vijana, wazee, hakuna kitu ghali na muhimu katika maisha yetu kama tauba. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiy والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا أمري من يزمه. ولما سمع التوبة واجبة من كل ذنب. توبة لكي لازم. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Mwenyezi Mungu usiku anaisubiri toba ya alofanya machafu mchana, na mchana anaisubiri toba ya alofanya machafu usiku. Kila mara Mwenyezi Mungu yuko katika kusubiri toba yako. Wewe hutaki kutoba. Mtume anasema tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ilayhi fil yawmi akthar min 100 marra. Mtume anasema, Waislamu, tubuni kwa Mwenyezi Mungu, naombeni msamaha. Mimi kawaida yangu naomba msamaha kila siku zaidi ya mara 100. Huyo ni mtume. Kila siku ya Mungu anaga kitako anaomba toba. Zinafika siku nyingine 70, siku nyingine zinafika mara 100. Astaghfirullah alazima wa atubu ilayhi. Anatubu Mtume SAW, na yeye Mwenyezi Mungu anamwambia liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mtume kasamehewa dhambi zake zilizotangulia zitakazokuja, na anatubu mara 100 kila siku. Je, sisi ambao tuna madhambi makontena kwa makontena, mbona hatutubu? Na wakati tunao, anasema mwingine, mimi nitatubu nishafika 45 au 50. Kidogo nitakuwa nishakula raha zangu zote. Sasa hivi imebakia natafuta msare wangu mzuri na kanzu na tasbihi refu kama la Sheikh Abdul Qadir Jilani, niingie msikitini, kazi yangu mimi kutubu tu. Anaipangia toba, anasema nitatubu nikifika umri fulani. Hakika ni ujinga mkubwa mtu kujipangia kuhusu haya maisha ambayo anayamiliki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani anajua kwamba atafika umri wa miaka 40? Mtume anasema kun fi dunya kaannaka gharib au abiri sabil, ishi kama mpita njia au mgeni. Tena anasema ishi fi dunyaka kaannaka tamutu ghadan, ishi katika ulimwengu kama kwamba kesho ndio kifo chako. Na ukisali sala
sasa hivi nasali magharibi, basi saliha salatan muwadda, fanya kama hii ndo sala yangu ya mwisho, hakuna tena sala nyingine zaidi ya hii. Kwani nani anajua kwamba atafika kesho na kesho kutwa? Hakuna. Sasa system ya maisha yote mwanadamu anafanya makosa na madhambi. Na tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur. Majina mawili al-Aziz al-Ghafur yametajwa kwa sababu Mwenyezi Mungu kataja nini? Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Al-mauta al-Aziz, al-hayata al-Ghafur. Mauti kwa sababu ni kishindo kikubwa, haiwezi mtu kufa hivi hivi tu, lazima kuna alikuwa na nguvu kumliko yeye ndo anamuua. Mpaka leo watu hawajui mtu anakufa vipi, roho inakwenda wapi na inakuaje mpaka kifo kinakuja. Na Mungu amejua watu wanaulizana, na sio wayasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila. Waambieni mtaulizana sana kuhusu roho inakwenda wapi, hamtojua kwa sababu ni ilmu anayejua nani? Mwenyezi Mungu. Sasa alokuwa super power anakufa, alokuwa rich man of the world anakufa, alosema policeman of the world anakufa, alosema yeye VIP anakufa, mheshimiwa anakufa, waziri anakufa, rais anakufa, sultani anakufa, king anakufa, malik anakufa, anabakia nani? Mwenyezi Mungu peke yake. Ingekuwa hii ni kitu ambacho mtu ana uwezo nacho, basi hakuna wizara ingekuwa na corruption nyingi kuliko wizara hii ya kifo. Ingekuwa vifo vinaongoza kwa corruption, ingekuwa na Israeli ndo anaongoza, kama ilikuwa yeye anaweza kupokea hongo, ingeambia mtu corrupt ulimwenguni kuliko wote malaika Israeli. Kwa hiyo naambia njoo chukua kitu kidogo, mwambie Mungu sijamuona, hayupo sasa. Lakini Mwenyezi Mungu kafanya hii ni siri yake, na kila mmoja atasalima amri na roho itatoka. Ndio maana akasema al-Azizu, mwenye nguvu. Kataja al-Ghafur kwa sababu kataja uhai. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, kataja al-hayat. Ndio mwisho kataja al-Ghafur kwa sababu mtu yoyote atakayedondoka katika hayata lazima atafanya madhambi, atamuasi Mungu. Sasa akiasi Mungu, kule kuna neno, kuna jina al-Ghafur, yani maisha yake yote yatahitajia Ghafuri ni yaghfiru dhunubahu. Lazima amuhitajie Ghafur, mwenye kusamehe madhambi yake, ambaye ni nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio kasema ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baada ya kutubu, Mola wenu ndio kusamehe dhambi zenu na atakupelekeni peponi, mahala pazuri kabisa. Je, Waislamu tunatubu kila siku angalau mara 3 tu? Mtu akafanya ndio uradi wake, au kila kitu tunazidisha madhambi na madhambi na madhambi? Na moyo ukizidi kuwa na madhambi kila siku, ni kama mfano mtu amenunua chungu kipya marikiti. Chungu, usidhani kwamba viungu vile vinanunuliwa vikiwa vyeusi vile. Chungu kinanunuliwa mara nyingine rangi tofauti tofauti, kizuri tona cheupe au rangi nyekundu, alafu mtu anachukua anaanza kupikia. Kikianza kupikiwa ndio kinaanza kupata weusi kwa sababu ya moshi. Na weusi wa siku ya kwanza, kama utasuguliwa vizuri ile sufuria, basi itarudi kama mpya. Kwa hiyo hii ni dhambi. Moyo wako kama umefanya dhambi moja, ukitubu utarudi mpya wewe. Lakini sufuria ukipikia miaka 20, 10, alafu useme nataka kuisugua mpaka irudi kama mpya, itakuwa baidul usul. Sasa ni moyo ambao umegubikwa na madhambi hayana toba, mpaka unakuwa ule moyo hata haujui unaambiwa nini. Ukiambiwa tubu unasema unawazimu, tubu nini? Kwa sababu la yaarifu lahu sabila, na hakuna njia. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Moyo umechuma mengi mpaka umepigwa muhuri, ukielezwa kuhusu toba hauna habari. Sasa umegubikwa na mawimbi ya madhambi, kwa sababu anasema innal ajnas, innal najasat, alfuzabalat, alqadhurat, takataka. Sisi tunatembea katika miji yetu, tunaona mara nyingine
takataka zimelimbikana katika jaa fulani, na takataka zozote zikilimbikana mahala fulani hazina mzoaji, baada ya muda mchache tatarakam, zitapandiana, zikipandiana baadaye kutapasuka mambo ambayo watu yatasababishia hilaki, maradhi yatatokea pale. Sasa mashakili yoyote alati la tualaj, dhunub, madhambi ambayo hayana toba, yanalambikizana tu, leo dhambi hili, kesho dhambi hili, kesho dhambi, hayana toba, yanakuwa kama takataka ambazo mtu anatupa tuko katika mlango wake. Leo anatupa hiki, kesho anatupa hii, mpaka zinalimbikana, zinakuwa sasa zinapasuka, wadudu wanatoka pale, kila kitu, mara kipindupindu, watu wanakufa. Sasa madhambi lazima dawa yake ni toba. Lazima tutubu Waislamu kwa madhambi ambayo tunafanya, ili tupate kupata nasaa, tupate afwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa toba ya watu wa Yunus ilikuwa nini? Farraqu baina libni wa ibniha, farraqu baina libni wa ummi, farraqu baina alghanam, farraqu baina albaqarat, baina alibil. Ikawa wanawafanya ngamia wanalilizana, ng'ombe, punda, kila wanyama wanatenganishwa ili wapate kumwaga machozi. Wanadamu wakalia hapo. Yunus ametoswa baharini, huku jamaa zake wanarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya muda mchache, zile alama za adhabu, mfano wingu ndo linakuja la adhabu, kwa sababu ya vilio vyao na machozi kumwagika, fasarafa Allahu anhum aladhab. Mwenyezi Mungu akasema tayari waja wangu wametubu, wamerudi, adhabu rudi. Kwa nini Mwenyezi Mungu awaadhibu watu wenye kutubu? Falaula kanat qaryah amanat fanafaha imanuha. Mwenyezi Mungu anataja habari hii, falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adhab alkhizyi fil hayati dunya famatta'nahum ila hin. Hakuna mji wowote katika vijiji tulivyowapeleka mitume wetu ambavyo vilirudi nyuma vikatubu kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa mji wa Nabii Yunus. Ni qarya min bain alqura allati amanat fanafaha imanuha. Watu wa Nuh hawakutubu, Mwenyezi Mungu amemiminia adhabu. Watu wa Ibrahim hawakutubu, watu wa Lut hawakutubu. Leo watu wa Yunus wanatubu. Mungu anatuonesha. Sasa Mwenyezi Mungu katika sura Yunus ya falaula kanat qaryatun, je, hakikupatikana kijiji chochote kilichoamini na kikifaiwa na imani yake isipokuwa kijiji kimoja cha watu wa Yunus? Walipoamini tulipofanya nini? Amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu. Walipoamini Mwenyezi Mungu akashafna anhum adhab alkhizyi, tuliwaondoshea adhabu ambayo ni ya kufidhaisha katika ulimwengu wa dunia. Wamatta'nahum, na tukastarehesha baada ya mpaka muda wao maalum. Adhabu ikaondolewa. Machozi Waislamu. Mtu katika historia yake aikumbuke siku ambayo amelia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tulikuwa hapa msikitini sasa hivi. Hebu vuta historia yako, rudisha cassette ya maisha yako nyuma, uikumbuke ni siku gani mimi nimewahi kulia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujue kwamba machozi yakimwagika kwa ajili ya Mungu yana uzito wake, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sab'atun yudhilluhumullahu yawma alqiyamati yawma la dhilla illa dhillu. Katika watu saba Bwana Mtume kamtaja mmoja, sawa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu min ad-dam. Ni mtu ambaye kakaa akamkumbuka Mwenyezi Mungu, akajikumbuka mwenyewe mambo anayoyafanya mpaka macho yakamimina machozi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi tumeelea kwa ajili ya Allah? Ndugu zangu Waislamu, mimi na wewe tujiulize, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jifanyie mwenyewe assessment, jifanyie observation. Hal bakaitu bi ajli Allah? Nimelia kwa ajili ya Allah au nimelia kwa ajili ya life, uchungu wake na ugumu wake, au kwa ajili ya mapenzi? Wengine tunalia kwa ajili ya mlo,
na kila mmoja analia kwa ajili ya mambo fulani fulani yanayomuumiza, lakini sio kwa ajili ya Allah. Mtume anasema mtu miongoni mwa watu 7 watakaokuwa katika kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu, mmoja wao ni rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu min ad-dumu, ni mtu amemtaja Mwenyezi Mungu mwenye pembeni kule, akamkumbuka Mwenyezi Mungu mpaka macho akabubujikwa na machozi. Na Mtume anasema lan yalija an-nar, hatoingia motoni mtu ambaye basi bakat aynahu khashyatan min Allah, kalia kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Na sio kitu rahisi kulia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sio rahisi Waislamu. Wengine wanajiliza anajikamua ili aambiwe naye kalia, anaitafuta hasa. Ndio basi tujilizeni, fa illa mtabku fatabaku. Mtume sema basi haya jilizeni, kama hulii basi jilize. Pia kujiliza uwezi, basi tafuta Vicks Kingo, tia pilipili kidogo, tafuta channel za kulia, umwage machozi kwa ajili ya Allah. Lakini moyo utakuwa pale pale. Unataka moyo ushtuke, upeleke message katika brain peleke message katika macho yaanze kutokwa na machozi. Machozi haya ni ghali. Mwenyezi Mungu aliyakuta machozi ya ashabi Yunus, wakalia mpaka ngamia wanalia, mpaka ng'ombe wanalia, watoto wanalia, kina mama wanalia, wazee wanalia. Mwenyezi Mungu sema fakashafna anhumul adhab, tukaiondosha adhabu, ikawa tena hakuna adhabu. Mwenyezi Mungu kaiondosha kwa kilio chao walichokuwa wanalia. Toba hiyo Waislamu. Sayyiduna Yunus alipokaa ndani ya chewa, ulama wanasema kakaa bimuddat 3 ayyam. Imam Jaafar as-Sadiq anasema bal asha fi batni al-hud bimuddati usbu'. Mwenyezi Mungu alimpa maisha ndani ya tumbo la chewa kwa muda wa wiki nzima, yuko ndani mle. Lakini huko katika tumbo la chewa Nabii Yunus aliweka historia, akasema ya Rabb, ana ittakhadhtu fi hadha albatni masjidan lam ya'budka fihi ahadun siwaya. Ndani ya tumbo la chewa akamkumbuka Mwenyezi Mungu, akasema ya Rabb, mimi katika ulimwengu mzima ninaweka historia ya mtu ambaye kafanya msikiti tumbo la chewa. Hakuna yoyote aliyofanya msikiti tumbo la chewa isipokuwa mimi, na hakuna mtu atakayekuja kuivunja rekodi hiyo. Yunus peke yake. Ittakhadhtu laka masjidan, sema ya Rabbi, nimepata msikiti kwa ajili yako, lam ya'budka fihi ahadun, hakuna kiumbe yoyote amewahi kuthubutu kukuabudu wewe katika msikiti kama huu. Msikiti huu wa Nabii Yunus ni wa nau'un farida. Allah anasema wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نون ni chewa, huyu samaki. Jamu yake Imam Maraghi asema ni ninan, ndo jamu ya nun, ninan. Huyu ni samaki aliyetumwa special kummeza Mtume Yunus. Na Mwenyezi Mungu anasema wadhannuni, mkumbuke Nabii Yunus, idh dhahaba mughadiban, alipokwenda na hasira zake, fadhanna an lan naqdira alayhi, akadhani kwamba hatutomsonga, akadhani kwamba hatutomdhiki. Alidhani Yunus kwamba hatutomfanyia tight mambo yetu. No, fadhanna an lan naqdira alayhi. Watu wengine ufikiria neno hili maana ya naqdira alayhi ni kuweza, yani fadhanna an lan naqdira alayhi, akadhani kwamba hatutomweza. Au isikudhania hivyo Yunus. Maana ya qadara, rudi katika kauli yake Mwenyezi Mungu, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi
waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu min ba'di usrin yusra, yani liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati waman qudira alayhi rizqu, yani waman duyyiqa alayhi rizqu. Kwa hiyo Nabii Yunus alidhani kwamba hakuna dhiki yoyote, hakuna tadhiyik ambayo Mungu atamfanyia, atakwenda tu sahala musalala kila kitu kitakuwa la. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia fadhanna an lan naqdir alayhi, sisi tukampelekea papa yule samaki, lakini akafanya ndani ya tumbo la chewa ndo msikiti wake. Fanada, akaanza kutangaza da'wa na kunadi kule, katumia neno tasbih kubwa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Waislamu, bwana Mtume Muhammad anasema ismullahi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha utiya bihi wa idha su'ila bihi a'ta. Jina la Mwenyezi Mungu kubwa kuliko yote, ambalo akiombwa kwa dua hilo na jina hilo Mwenyezi Mungu anatoa alichoomba mja wake. Anasema fi da'wati Dhinnun, jina hilo liko katika dua ya Mtume Yunus. Kama mtu ana haja zake, anataka amuombe Mwenyezi Mungu kupitia majina yake makubwa, na hasa ismullahi al-a'zam. Wapi utapata? Mtume anasema katika dua aliyoiomba Mtume Yunus ndani ya aya hii, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sahaba mmoja kamuuliza, ya Rasulullah, dhalika li Yunus ibn Matta khassa am li jamaati almuslimin? Ya Rabbi, ya Rasulullah, dua hiyo ilikuwa special kwa Mtume Yunus tu au ni kwa watu wote waumini wengine? Yani mtu yoyote akipata shida akiomba kwa dua hiyo Mungu atamsikiliza, au ilikuwa ni specific kwa Mtume Yunus? Mtume akamwambia hii ni kwa watu wote, sio kwa Yunus tu. Hata mimi na wewe tukipata misukosuko na matatizo tuombe kupitia dua hii, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sisi sote tuko hapa tabaan tuna matatizo. Hebu tuiseme sote dua hii. Taba, hii ni dua ambayo Nabii Yunus kaiomba. Natija yake ilikuwa ni fastajabna lahu. Simple. Fastajabna lahu, tukamwitikia. Unafikiri kuitikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tunaona ni kitu ambacho mtu fulani tu akikuitikia, ambaye unahisi ya kuitikia watu ni nadra, lakini bwana fulani kaniitikia, kanisikiliza, kanikaribisha. Unaonaje? Vijana labda tupigie mfano ambao wao wanaweza, hasa vijana wetu, mfano ambao pengine wataufahamu vizuri zaidi kuliko yote. Visa ya Uingereza. Vijana wengi wanalala wanaota wanataka kwenda Uingereza. Unaonaje ukigongewa visa, ukipewa visa ya Uingereza? Unaonaje? Umeitikiwa, utakuwa ulali, jamaa ameshaukata mimi, jamaa kadha, wewe utafurahi furaha kubwa. Lakini Nabii Yunus aya inasema fastajabna lahu, tukamwitikia, tukamgongea visa hiyo. Ni visa ya mbinguni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Nabii Yunus alipoomba kwa maneno haya tu, fajaat al-ijaba. Na katika suratul Anbiya hizi dua tatu Mwenyezi Mungu amezipanga: dua ya Nabii Yunus, dua ya Nabii Ayub na dua ya Nabii Zakaria. Zote ziko pamoja dua hizi. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Hii dua ya Zakaria. Wa Ayyuba idh nada, hii dua hii. Wa Ayyuba idh nada rabbahu, Ayuba alipomlingania Mola wake alimwambia nini? Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi. Dua zote hizi zinawalenga hawa mitume waliopata misukosuko tofauti.
Yunus alitupwa katika bahari akamezwa na samaki. Zakaria kaishi miaka 100 hajapata mtoto. Nabii Ayub miaka 18 kwa kitandani taabani. Hawa wote wanaomba dua. Hizi hazikuletwa tu sudfa kwamba zisomwe tu, maana yake ni mafunzo. Atakayepata matatizo kama haya afanye kama walivyofanya mitume. Ukiwa mgonjwa usiende kwa waganga, usiende kwa wachawi, usielekee mashariki wala magharibi wala mizimuni, elekea kwa Mwenyezi Mungu. Ndio Mungu anachotaka hapa. Na mitume wote hawa mwisho fastajabna la wa dhannuni idhaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham kadhalika nunji al-mu'minin. Fastajabna lahu, tukamwitikia Yunus, anajjainahu min alghammi, na tukamtoa katika kero alilokuwa nalo, tukamuondosha katika matatizo mashaka aliyokuwa nayo. Mwisho anasemaje Allah? Wakadhalika, na namna hiyo hiyo, nunji almu'minin, tutawaokoa waumini wenye kuamini maneno haya. Yani hii sio kwa Yunus tu, kwa wengine waumini, na sisi sote tulikuwa hapa tuna sifa hiyo insha Allah, sifa ya imani. Sasa tukiwa na matatizo yetu, Mungu atatuokoa kama alivyomuokoa Nabii Yunus, lakini kuwe na sifa nunji almu'minin. Hakuambiwa mtu wa haya hapa, kaambiwa mu'min, na mu'min unamjua, la nifaqa fi imani, isiwe imani ya unafiki. Qalbuhu mali'an bil kufri wa lisanuhu yantiqu bi shahadatayn, moyo umejaa unafiki lakini ulimi unasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sio imani hiyo. Na mtume anasema waman kanat fihi khaslatun minha kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yadaa. Hata mtu akiwa na khaslatan min al-iman, kitu kidogo tu anaitia doa imani yake. Lazima imani iwe khalis, imanu alladhi la ya'rifu an-nifaq. Iko sharti ya kuitikiwa haya mambo kwa watu ambao ni waumini, nunji al-mu'minin. Na Ayub alipoomba fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Na Zakaria alipoomba fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjata. Wote wawili au watatu walipoomba, mwisho maombi yao yalikuwa fastajabna lahu. Na wewe ukiomba kupitia hii aya, kwa nini unasumbuka? Sema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Matatizo yote sharti kuwe na imani, usiwe na unafiki ndani yake. Hawa walikuwa waumini. Wa inna Yunusa lamina al-mursalina idha abaqa ila al-fulki al-mashhun fasahama fakana min al-mudahadin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia kilichomtoa Yunus katika tumbo la chewa nini? Faltaqamahu alhut, akamezwa na chewa, wa huwa, na yeye malum, analaaniwa, yani analaumiwa. Maanake Mwenyezi Mungu lawama zote anampelekea. Kwa nini kuondoka bila ya kungoja idhni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo ni malum. Kisha Mwenyezi Mungu anasema falaula annahu kana min almusabbihin, kama asingelikuwa mmoja katika watu wenye kumsabbih Mwenyezi Mungu. Bahati yake Yunus asingefanya utaratibu wa dhikri na ibada ya tasbihi katika tumbo la chewa na sala alizokuwa akiomba, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, angekaa katika tumbo la chewa mpaka siku ya kiyama. Tasbihi imemwokoa, dhikri imemwokoa. Ya ayuha alladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tukiambizana kila siku tuwe tunafanya dhikri, tunamwomba Mwenyezi Mungu tasbihi mbalimbali, ina umuhimu wake.
Kama si hiyo, mtume Yunus angekaa milele mpaka siku ya kiyama katika tumbo la chewa. Kilichomwokoa ni yeye kuleta tasbihi hiyo. Na mtume Zakaria alipomwomba Mwenyezi Mungu ampe mtoto, akamwambia utapata mtoto, tena tunampa jina ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Kaambia ya Rab, anna yakunu li ghulam, mtoto nitampata vipi? Mie tasa, mke wangu tasa, sizai, miaka imepita. Akamwambia kadhalika qala rabbuk, Mungu shasema. Nipi alama ya Rabbi za kuonyesha nikiziona alama hizo nitapata mtoto? Akamwambia naam, ayatuka, basi alama zako alla tukallima an-nasa 3 layalin sawiya. Katika aya nyingine, alla tukallima an-nasa 3 ayamin illa ramza, itapita siku 3 wewe hutoweza kuzungumza na mtu isipokuwa kwa ishara. Alikuwa akiomba maji Zakaria, anasema akisema hasemi, hawezi kusema. Naomba mkasi, anasema lugha ya ishara, utafikiria bubu, lakini anazungumza, tena hana dosari yoyote. Mpaka siku 3 akajiona ndo anaweza kuzungumza vile. Lakini ndani ya siku 3 hizo alikuwa akitoa tasbih, akifanya subhanallah, alhamdulillah, tasbih akiweza. Kisha wadhkur rabbaka kathiran wasabbihu bil'ashi wal ibkar, msabbi mola wako kwa wingi mno. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vilivyomchangia Nabii Zakaria kupata mtoto, sabbih, tasbih vile vile ilikuwa kwa wingi akileta. Sasa nyumbani kwako, sisi tunakuomba uweke kawaida, uradi, wakati fulani unaleta tasbih. Na ziko tasbih sunan, ziko manake athari ambazo zimepokewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad. Dua usubhi, manake dua sabah wal masa, dua za asubuhi na jioni zipo, unaomba kila siku. Allahumma inni asbahtu fika binaimatin wa afiyatin wa sitrin fatima na'mataka alayya wa afiyataka wa sitrak fid dunya wal akhirah. Hizi dua nzuri unamwomba Mwenyezi Mungu, na jioni yake vile vile unamwomba. Kila mara unakuwa katika uradi, kwa sababu shari ni nyingi, ndugu zangu Waislamu, na mwanadamu yuko katika matatizo kila siku. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, kila siku yukabidu al-mashakil. Sasa hizi ndo kinga za Muislamu, hizi tasbihi, nyuradi ndo kinga zenyewe. Hakuna kiumbe mbaya kama mwanadamu, hakuna kiumbe mzuri kama mwanadamu. Mwanadamu ana sifa zote, akikubali kuwa mzuri anakuwa mzuri, lakini akiwa mbaya anakuwa mbaya. Ndo silahun dhu haddain, ni silaha iliyokuwa na makali huku na huku. Akiamua kukufanyia ubaya na kufanyia tu. Mwanadamu anaweza kumchukia mwenzake bila sababu yoyote, macho yake yakawa mabaya mpaka yakamuingiza ng'ombe katika chungu au binadamu kaburini. Sasa kinga zimeshushwa kwa ajili ya uovu kama huu. Mwenyezi Mungu alimteremshia Bwana Mtume al-muawwidhataini, qul a'udhu birabbin nas na qul a'udhu birabbil falaq, kwa ajili ya kujikinga na shari za watu. Watu na shari nyingi kwa makusudi, saa nyingine bila kukusudia, lakini ukawa ndani moyo, hizi zote ni shari mwanadamu anazo. Sasa jikinge. Sayyidina Yunus anaambiwa falaula annahu kana min almusabbihin, asingelikuwa mmoja katika wenye kumtaja Mwenyezi Mungu, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athu, angekaa katika tumbo la samaki huyo mpaka siku ya kiyama. Fanabadnahu bil'arai wa huwa saqim. Baada ya kutoa tasbihi zile, Mwenyezi Mungu akamwambia sasa, wewe samaki nenda naye mpaka ufuoni, kisha umtoe katika fuo ya bahari huko, na huko tumemwekea zawadi ya shajaratan min yaqtin, mti ule wa mabatikh tumemwoteshea. Batikh ni mti ambao ni matunda ambayo yanalika yakiwa machanga, yakipea, na majani yake ni makubwa na ni naima, ni manake yako ni naim sana. Na vile vile mzi hawaupendi mti, hawaukurubii kabisa kabisa, na kila kitu chake ni manafi, na unaweza kuleta kivuli. Kwa hiyo Nabii Yunus kapewa zawadi kwanza kwa ile tasbih alikuwa anafanya na maombi yake. Kaambia faltaqamahu fanabadnahu bil'arai wa huwa saqim, kamtapika huko nje ya fuo. Pale pale
chini Mwenyezi Mungu sawa, ambatna alayhi shajaratan min yaqutin, mti tayari umemezwa pale, majani yake makubwa, matunda yake mazuri, na una baridi safi, na vile vile nzi hawakaribii, kwa sababu Yunus alipotoka ndani ya tumbo la samaki alikuwa mwili wake kama vile mtoto mchanga ambaye anazaliwa leo, hata malaika alikuwa hamna ndani ya mwili, dhulumatun ba'dha. Ndio maana wanasema wadhannuni dhahaba mughadiban fanada fi dhulumati. Kwa nini Mwenyezi Mungu katamka kilima kasema neno dhulumati? idhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati, dhulumati al-hut, dhulumati al-hut wa dhulumati al-bahr. Ilikuwa ni visa aina tatu, ndio maana imekuja dhulumati, haikuja dhulumatin au dhulumatani. Kiza cha chewa mmoja na wapili alommeza mwenzake, na kiza cha bahari. Huko huko Mwenyezi Mungu anasikia sauti ya Yunus anamsabih ndani ya samaki, mpaka samaki wakasikia. Chewa wale wengine wadogo wadogo, samaki wanasikia tasbih, mpaka malaika wakasikia, wanauliza nani huyo ya Rab? Akamwambia huyo mja wangu Yunus ibn Matta, kalifanya tumbo la samaki ndo msikiti wake. Sasa mahala popote utakapokuwa, kuwa na Mungu pamoja popote utakapokuwa, usipokuwa chooni usimtaje Mwenyezi Mungu wala usilete dhikri chooni, lakini ndani ya akili yako na ndani ya moyo wako uko pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mahala popote ni msikitini. Mtume anasema ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma ahadin adrakathu as-salat min ummati adrakathu as-salat falahu masjidu wa lahu tahuru. Mahala popote unasali, popote unajitahirisha. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. kisha anasemaje? arsalnahu ila 100,000 au yazidun, tukampeleka kwa watu 100,000 bali 120,000, au katika lugha ya Qur'ani yani bali 120,000 watu hawa. Akenda akawaru wale watu wake waliowakimbia kule, adhabu haikuja tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu kutubu. Baada ya kutubu Mwenyezi Mungu akaondoshia adhabu, na mtume wao kule naye alipoleta tasbihi Mwenyezi Mungu akamtoa katika tumbo la chewa, akarudi tena nyumbani kule kule kwa jamaa zake. Ndio arsalnahu ila 100,000 au yazidun. Aliporudi sasa akaanza da'wa tena upya, istanafa da'wa. Sasa mara hii fa amanu bihi, wakamwamini, mimi ni mtume. Wakasema taban, wewe ni mtume. Mungu anasema kadha, anaamrisha kadha, itamarna bima ya'muru Allah. Mungu anakataza kadha, tumekataa, alokuwa Mwenyezi Mungu hayataki hatuyafanyi. Wakaanza kumsikiliza vizuri na wakamtii. Mwenyezi Mungu anasema fa amanu bi famatta'nahum ila hin, walipomwamini mtume wao nasi tukawastarehesha mpaka muda wao wa kufa ulipofika. Ukiamini na ukimtii Mwenyezi Mungu utastarehe katika dunia. Lakini nyoyo zilizokuwa zina maradhi haziamini mambo haya, haziamini. Zinasema kwamba kama huna imani wala hujaamini vizuri ndio unastarehe, kwa sababu unaponda maisha. Lakini ukiamini, kila mara sala, kila mara sije unaambiwa hiki haramu, unaambiwa tu uoe mke mwandoa, upate wanawake wengine wa nje, vitu vizuri vyote haramu, usichukue riba benki, usifanyeje, hivi vyote vya haramu, ndio starehe gani? Lakini unapokuwa hivyo wote, twende tu bwana, huyo Mungu utajua na huko ndio unaona unastarehe. Lakini Mwenyezi Mungu anasema la, fa amanu, walipoamini famatta'nahum ila hin, tukawastarehesha mpaka muda maalum. Kustarehe sio kuponda maisha. Wangapi waliosema wanastarehe kwa kuponda maisha, baadaye ikawa wabala na alaihim. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun, min jawabu yake falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Mwenyezi Mungu sema man amila salihan, mwenye kufanya matendo mema, min dhakarin, akiwa mwanamume, au untha, au akiwa mwanamke, falanuhyiyannahu, hakika sisi tutamhuisha, yani tutampa maisha gani?
hayatan tayyibatan, maisha mazuri mno. Sharti afanye mema. Islamu, hizi aya zinavyosomwa ni vizuri kuzizingatia. Yani ya rabbi hayatan tayyiba ni kufanya mema tu. Na man amila salihan, narudia tena, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Tena aya iliposema falanuhyiyannahu, ndani yake kuna tauki.